Brian amechapwa. Mango zake, mama yake alida mango zake wawili wamekuja huko, wamemtandika sana. Brian alichapwa mpaka hakujiweza, wakamweka kwa nyumba. Amesema mtoto alikuwa anafuta bangi. Hatujui hii sheria imetoka wapi ya kuwa watoto ati wamefuta bangi. Sina maneno mingi. Ile kitu rahisi, huyu mama alete hiyo ndugu zake hapa, waeleze vile walifanya mtoto. Kama walete hiyo ndugu zake, mahali ndugu zake wako, huyo mtoto aenda asike mtoto huko. Tafadhali, huyu mtoto alikufa kifo cha ujungu sababu alikuwa na damu kwa miguu. Alikuwa hapa, ukiangalia ni vile amesema alikuwa anaangukia hapa hii mawe. Sisi tunatoka asubuhi, hii mji hii boma inakaa tu pekee. Pengine walikuja mapema, hatujui nini ilitendeka, lakini Mungu aliye juu anajua. Jina langu ni Teresia Kemuto. Mimi ndio mama wa Brian Mugaka ambaye ni marehemu. Brian alikuwa anasoma Chuka University. Ako na miaka 21. Brian ndiye alikuwa kijana wangu first born kwa hivyo. Na Brian vile ameenda shule amesoma huu ni mwaka wa 3. Ameshafika mwaka wa 3. Imefikia juzi tarehe 13 mwezi wa 3. Nimepata ripoti ya kwamba kutoka kwa shule niende nimchukue. Brian ameshafuta bangi mpaka hata ajui darasa lake. Nimetafuta hiyo namna, nimeenda nimemchukua. Nimemleta mpaka vile amefika hapa hivi. Brian last week ndiye alikuwa amefika hapa. Ilikuwa tarehe 17. Alikuwa amefika hapa, kuna barua yenye alikuwa amepewa kutoka shule ya kwenda Nyamira Ansisu Clinic ya Alcohol Drugs. Na alienda akaregistriwa akaanzishiwa hiyo clinic. Kuna dawa zenye alipewa akaambiwa asimese na vitu ya ulevi. So vile waliongea na daktari walielewana. Siku yenye ilikuwa ya ripoti tena kurudi ilikuwa ni leo Thursday. Na kuna homework yenye alikuwa amepewa kutoka huko na daktari wa huko. Leo angekuwa mgeni wa wanafunzi wengine huko vile alikuwa ameelezwa andike juu ya hiyo drugs iko na madhara gani. Wakaelewana na daktari wakamalizana. Brian vile alifika hapo hiyo dawa alikunywa siku 3. Alikunywa siku ya 3, siku ya 4 akaanza kukataa. Kumuuliza shida ni gani, anasema eti nampeleka kisungusungu. Kamuuliza kama inakupeleka kisungusungu si uvumilie tu mpaka siku yenye utarudi ndio uende ueleze daktari. Akasema sitatumia, ila tu nitamrudishia madawa zake. So madawa nimejaribu kumwambia tangu siku hiyo akunywa, amekataa. So ameshakataa. Nimeshapata kumbe ako na pangi tena. Ndio kwa sababu ameshakataa hizo dawa. Ameshakataa hizo dawa. Ndio nikauliza ndugu yangu mwenye alikuwa amemsindikiza kwa hospitali. Dawa mlikuwa mmeelezwa aruke mara ngapi? Akasema hawakuelezwa waruke. Kaniuliza ameruka siku ngapi, nikamweleza. Sasa nimeshamwelezea akaniambia mpe simu. Nikampea, wakaongea naye akamwambia madawa na nipeleka kisungusungu. Yangu akamwambia ungevumilia tu mpaka ifike siku ya kurudi. Akamwambia sawa tu. Acha tu nikae nikifikiria kama nitakunywa. Tukamwachana. Sasa vile ilifika juzi Monday, kuna kazi yenye nilimpanga afanye. Kufika jioni mimi sikumpata. Nikaenda kwa hiyo kazi. Saa kidogo akakuja. Nikamuita, nikamwambia uniletee chambe mahali penye nilikuwa kwa hiyo kazi. Akaniletea. Kufika huko nikasikia pangi inanuka. Kamuuliza unatoka wapi? Eti ni kibarua. Kibarua nani alikutuma kibarua? Niliona tu acha niende. Kazi yenye nilikupea ulifanya? Eti sikufanya. Kibarua unatoka wapi? Eti Nyamusi. Ilikuwa ni kibarua gani? Akasema ni kusomba visiki. Kamwambia sawa.
Akakuja nyumbani, mimi nikaanza na kazi yangu. Baadaye kurudi kufika hapa nikapata anapasua kuni. Kamwambia unarusha hiyo nini soka, waachana toka tu nipasue. Katoka akapasua, nikapasua mimi mwenyewe. Nikianza kuunda sapa akafaa gambuti, akaanza tena kutoka. Nikamuuliza tena naenda wapi saa hii usiku? Akaniambia mimi nafika kwa barabara. Naenda kuchukua nini? Eti kuna kitu kingine. Nikamuuliza kitu gani? Kunieleza. Kaenda. Ameenda kama dakika 10 imeisha hivi akarudi. Akapata chakula imesakwa. Vile chakula imesakwa nikampanga. Nimeanza kumpanga, nikamuuliza sasa pesa yenye ulipewa ya kibarua iko wapi? Akanitolea 50. Kamuuliza kibarua ni 50 tangu asubuhi mpaka jioni? Kaniambia nilisomba visiki nikapewa 100, 50 nimenunua pangi, 50 ndio hiyo. Kamuuliza pangi ulinunua wapi? Kaniambia alinunua Ikonge. Pulete hiyo pangi, akanipea kijiti moja. Kamwambia tena lete nyingine. Tena akatoa. Kafika pangi 2. Kaambia tena toa vitu yote. Kalete kibiriti na simu. Kaambia sawa. Kampea wali akakula akaenda akalala. Kesho yake Tuesday nikamuita asubuhi. Kaambia uone unipangie chakula ya mtoto, mimi natoka na mtoto. Kanipangia chakula, nikaendelea kutayarisha mtoto. Kafika saa ya kutoka, mimi nikatoka nikamwelezea ile kazi ya jana, tena urudi uifanye leo. Kaniambia sawa. Katoka kufika njiani, ndugu yangu akanipigia simu akaniuliza umetoka? Nikamwambia bado ndio mimi naelekea kutoka, lakini nimeshatoka lakini si mbali. Kaniambia nilikuwa nataka niongee na Brayo, so umeenda mbali? Nikaambia hapana, nitakuongoja tu. Kidogo ndiye akafika. Karudi paka kwa nyumba. Akaita Brayo, alikuwa anaosha vyombo. Akakuja akamsalimia, akamuuliza wapi ile dawa yenye nilikupea. Akasema dawa iko tu mama yako nayo. Nikatoa. Akamuuliza hii dawa umekunywa mara ngapi? Akasema nilikunywa mara 3, nikawaachia siku ya 4. Shida ni gani? Iko na kisungusungu. Yangu akamwambia rasmi utatumia dawa mpaka ifikie siku yenye tutarudi Nyamira. Akasema sawa. Hapo ndugu yangu akaniuliza acha nipigie daktari mwenye alikuwa na mtipu simu. Tumweleze ni siku ngapi ndio atupe okay aendelee ama awache. Wakaongea na yeye akamuuliza ni masiku ngapi, akamweleza. Baadaye hiyo daktari akamwambia kama awacha hiyo masiku na pangi uliona anafuta ama ni changa. Akamwambia ni pangi yenye ameshapatikana nayo. Akamuuliza saa hii asubuhi mko na yeye? Akamwambia akamwambia ambie pia hiyo dawa saa hii ameze. Kama labda pangi ilikuwa ya usiku, saa hiyo utapata imeshapungua. Ndugu yangu akatoa dawa, jaribu kumpea mesa akakataa. Akamuuliza kama umesi dawa na nimeshashughulika na wewe, nimekutoa kwa mtaro paka hapa, shida ni gani? Akasema mimi sitaki dawa, wachana na mimi, maisha ni yangu na wewe shughulika na yako. Ndugu yangu akamuuliza sasa vile umeshafikia eti nishughulike na yangu na wewe ushughulike na yako, shida ni gani? Na wewe ndio ulienda ukachukua dawa. Akasema sasa mwenye aliwaita wacha waeleze chenye aliwaitia. Mimi kwa upande wa dawa sikunywi dawa. Na Thursday msinitarajie nikienda kliniki. Yangu kamusa paka Thursday umekataa kwa nini? Sasa mimi ni mtu wa 21 years, niko na kitambulisho. Kama wewe uko na kitambulisho ni waachane. Yangu akamusa so tuko waachane wama hapa mufanye nini? Akasema ni waachane tu. Ndio nikamuuliza Brian nimefikia hapo? Akasema kama imeshafikia hapo hakuna shida. Mimi niende kazi tu, nilikuwa nimerudi kwa ajili yako, lakini kama umesema umesi nikaenda. Ndio akaniambia unipe 50 yangu. Karusa 50 ya nini? Etile 50 ya usiku.
Kauliza unafanyia nini? Ndio akasema hapana, mimi naenda kibarua tena. Kamusa tena kibarua ya 100. Eti so umesaamua hivyo yeye. Mimi sina 50, wewe enda tu ufanye tu. Mwenye kibarua sasa akupe ranji juu umesema 50 ni ranji. Nimesamwacha hapo. Katoka nje. Ndugu yangu akasema huyu mtoto bado. Hata tukimwacha kama anasema anaenda kibarua, sasa kibarua ya pangi ndio itamsaidia. Acha afanye nini? Apepe pangi yake aende paka kwa chief. Tukampe hiyo pangi yake. Akapepa, vile amesaa pepa. Ndugu yangu akamwambia tena kama ni hivyo raundi nyingine nisipate mimi natafuta eti ni usiku kuja nikutoe kwa mtaro ama nini tuesimiane. Akaambia ndugu yangu sawa, hata mimi nilikuwa nataka tuesimiane. Juu tumesawa achana. Akamwambia sawa. Ndugu yangu mwingine akamwambia kwani nimefikia mpaka unaturudishia hivi hata una heshima ya kusema eti mmesaa nitoa mtaro mmenifikisha hapa. Akaambia ndugu yangu huyu mdogo, ndugu yangu usifikirie unanisinda, kama ni kumenyana tutamenyana. Yangu akamuuliza pura imefikia tena maneno ya kumenyana mimi na wewe? Akasema Kaamuka akakuja mpaka kwa mrango. Fila amefika kwa mrango ndugu yangu akamfuruta sati akamwambia rudi utueleze jibu moja. Juu umesema uko na kitambulisho ya 21 years. Hiyo kitambulisho nikikuuliza saa hii una. Ndio akapiga ndugu yangu. Alipiga ndugu yangu akampiga sirapu na yeye. Alimpiga sirapu. Ndio akaanza sasa kuruhusia hao matege na mangumi. Alikuwa anaruhusia hao. Nikatoka nje. Karudi ndani nikamwambia Prayo kama imefikia huko na vita. Nili ufanye nini? Utoke mimi niende kazi au uende tu utembee. Katika hii harakati sasa vile wamesasikana na ndugu yangu Sati. Yakafanya nini? Vile wamesasikana Sati. Ndugu yangu akaniambia Teresa, mtoto unajua alikukimbiza na panga. Mahali penye nimefikia atakuua. Kamwambia sina saa, acha mimi niende kazi juu nimeshachelewa. Ndio walifurutana na ndugu yangu hapa nje. Wamesafurutana hapa nje. Alikuwa amevaa Crocs. Alikuwa amevaa hiyo Crocs. Mguu ikapingilika akagonga hii mawe. Aligonga hiyo mawe. Mama mwingine akakuja ambaye ni kama nyanya yake. Akamuuliza Brian, shida ni gani? Akamweleza akamwambia eti niko na pangi. Mama akamuuliza pangi iko wapi? Nikampea nini ndio nilikuwa nayo. Akamuuliza hii pangi ukweli ni yako? Akasema ulitoa wapi? Nilinunua. Akamwambia sawa kama umefikia hii waachana na pangi. Tumeelewana? Wakaelewana. Wamesaelewana. Mwalimu wa mtoto akanipigia simu akaniambia mtoto atafika kwa nyumba yangu na mimi nataka kwenda shule. Kamwambia enda tu nitakuletea mtoto mpaka kwa shule. Sapo nikaamuka nikaanza kuchukua mtoto. Nilianza kuchukua mtoto tena nikapata mgeni mwingine kwa mlango. Naye anaingia. Naye fila ameingia. Naye akamuuliza hiyo maswali Prayo pangi ni yako? Akasema ulitoa wapi? Akasema nilinunua. Mgeni naye akamwambia kuanzia saa hii usitumie dawa ya pangi. Akasema sawa. Fila amesema sawa. Huyo mgeni mwenye aliingia wa nyuma akasema chana nani alikuwa kwa mkutano wa chief. Tukamweleza hakuna mwenye alikuwa. Akasema maneno yenye ilikuwa inaongelelewa ni kama hii ya hao watoto. Chenye iko saa hii teremsha mpaka kwa chief. Chief ajue kwa hali yake ako na mtu mwenye anafuta pangi. Na ameshapelekwa kliniki na already ameshakataa dawa. Tukamwambia sawa. Tumeshamwambia sawa. Kamwambia Prayo alikuwa anakaa hapo. Amuka twende paka kwa chief. Kaniambia mimi siendi kwa chief saa hii. Kamwambia sawa. Katoka nikafika kwa gate. Nilifika kwa gate. Huyu ndugu yangu mmoja alikuwa anaenda kazi, alikuwa acharipoti kazi. Fila ameenda, nikamwambia waenda tu kazi. Acha na mimi nishughulike kusindikiza mtoto. Ndugu yangu baadaye akaniambia
so utafika kazi ama nikusindikishe kazi? Nikaambia hapana, wewe enda tu, nitaenda kazi tu niandike off. Hiyo ndugu yangu amesanda, nikamwambia hapana, unichukulie mtoto mpaka kwa shule. Acha tu nione kazi yenye nitafanya ndio baadaye niende kuandika off. Baadaye sasa vile ndugu yangu wamesaenda, nikapaki na huyu mtoto. Nimesaa paki na huyu mtoto, kaenda kwa mahali penye nilifanya ile kazi ya jana. Kufika hapo hata nikasema hii kazi itaweza saa hii. Kaiwacha na nikarudi. Nilirudi sikuwa na mboga, nikakuja nikachukua pesa nikachuna mboga. Nimechuna mboga nikarudi nikapata pula amesa toka hapo. Kwa hapo kwa mtungi anataka kuchota maji. Kamwambia chenye iko nipangusie nyumba uniosee na vyombo kwanza. Kaniambia hapana, wewe pangusa nyumba acha mimi nikuosee vyombo. Kaona mimi nikapangusa nyumba nikaoga. Kaenda kwa jiko kapata unga yenye ikaitosha. Katengeneza uji. Nikakunywa yangu. Sasa nataka kutoka, akaniuliza ulinipakisia uji? Kaambia uji iko kwa meza. Kaniambia unipe. Kampea hapa akiendelea kuosha vyombo, nikamwekea hapo mimi nikaenda. Nimesaenda mimi nikaenda. Kaenda kushughulikia hiyo off. Kurudi ni jioni. Kuja nikatoa mtoto mahali penye yako nikakuja naye. Kufika hapa kapata hizi manyumba zote zimesaa fungwa tu lakini sio na kifuli. Mimi nikaingia jikoni. Nimesaa ingia jikoni. Nikaanza kutengeneza sapa. Nimesaa tengeneza sapa nikatuma huyu mtoto mdogo. Enda umuita akuja akule. Kaenda akagonga akamuita, akarudi akaniambia Brian amekataa kufungua. Nikaendelea kukawa chakula. Nimekawa chakula. Mvua ikaanza kunyesha ya jioni. Kaenda kufika kwa geti, mimi nataka nifunge geti, kifuli ikanikosa. Kamuita nikaambia Brian, wewe ndio ulifungua asubuhi geti, uniletee kifuli nifunge. Hakuniongeleza. Katoka kwa geti nikarudi. Kakuja nikasukuma hiyo mlango yenye mtoto aliniambia Brian amekataa kufungua. Kaita Brian, hakuitika. Nikaambia unisaidie kifuli. Hakunirudishia. Hakunirudishia, nikaingia ndani nikachukua tochi. Kaenda tena kwa geti tena kutafuta ile kifuli tena sikuiona. Tena nikarudi kwa ile mlango nikauliza kwa nini? Mbona ufungui mlango na uko na kazi gani? Kanyamaza. Nyamaza. Ndio nikagusa dirisha ya chini nikapata imefungwa. Karudi ya juu. Kapata kuku sika hapo tu simesikilia hiyo dirisha, nikatoa hizo kuku nikaweka ndani mahali penye sinalala. Kumulika ndani ndio nikamuona kwa kitanda. Kamuita Brian, si ufungue mlango, mbona unafunga? Ananyamaza tu. Nikataka kupita hiyo dirisha nikapata mimi mwenyewe sitaweza juu kuenda ndani ni mrefu. Ndio nikaitana kwa jirani nikaambia unipe mtoto apite kwa dirisha anifungulie hii nyumba ya Brian. Jirani akakuja na hiyo mtoto. Kaniuliza dirisha gani, nikaambia ya side ya juu. Vile tulifika huko huyo mtoto akasema kuenda chini nikikanyaga vile nikisa ni mbali. Kaambia toka basi kama umeshinda acha tu niingie. Nikaambia jirani unimulikie na unisike mgongo juu mimi ni mrefu. Nijifinyirie. Nikajifinyiria nikaingia. Vile nimesaa ingia nikaomba yule jirani ile tochi akanipea. Akaniuliza ako, kamwambia yeye yako. Kaniambia fungua mlango. Kaenda mlango nikafungua. Kuingia ndani. Jirani akaniuliza mbona na ni kitu gani imenuka? Nikamuuliza sijui. Baadaye jirani kumugusa na mimi sasa nikamwambia mbona amuki? Akaniambia Teresa ni kama hii mtoto amekufa. Kaambia sijui, ndio akaniuliza na hii ni kitu gani imenuka? Kuangalia akaniambia si ametapika dawa ndio iko kwa blanketi. Nikamwambia ni kama akaniuliza uji alitoa wapi? Nikaambia uji tulikunywa lunch. Kuangalia hapo chini ya kitanda kuna uji yenye iko na kikombe.
na chupa yenye ilikuwa ya dawa ya termites. Hiyo dawa ilikuwa hapa kwa nyumba, sijui kama miaka 2 kuenda nyumba. Akaniuliza hii chupa ni ya nini? Nikamwambia ni ya dawa ya termites. Akaniambia ni ilikuwa hapa, nikamwambia. Akaniambia basi ni kama mtoto amekunywa dawa, hii dawa inanuka. Ndio aliniambia tu mtoto amekufa, ndio tukaanza kupiga nduru hivyo. Okay. So mamiku, umesema Brayo ulikuwa umeitwa huko Chuka University, ukaambiwa alikuwa ameanza kufuta bangi mpaka ajielewi. Historia yake ya kutoka primary ilikuwaje? Ama primary and secondary? Alikuwa bado anafuta bangi ama alianza kufuta bangi akiwa Chuka University? Tangu vile alisema secondary na secondary na primary. Msijawahi kesi ya Brian. Alikuwa amefika first year, second year ama alikuwa mwaka gani? Third year. Alikuwa anasomea nini? Physics maths. So kutoka first year, second year, umewahi itwa kesi yote ya kufuta bangi ama hii ndio ilikuwa ya kwanza? Mimi sijawahi kwa hiyo shule yao. Japokuwa ilifika Januari filako third year hivi. Landlord ndiye aliniambia Brayo ni kama kuna vitu yenye anatumia ya ulevi. Nimejaribu kumchunguza, ananificha. Na nimesauliza yeye sio mara moja, sio 2, sio 3. Lakini ananificha na hiyo vitu atumia hapa kwa compound yangu. Anaenda akirudi ndio anabadilika. So amesema nisinda kuja uongee na yeye, labda mimi ataweza kunificha. Nikachukua tu nikaenda mimi mwenyewe Januari mpaka huko. So na wewe pia ulirealize Januari kwamba Brian anafuta bangi ama ulirealize mwaka gani? Brian nilirealize mwaka jana mwezi wa 8. Nilipata hiyo bangi kwa mahali penye analala. Sikuwa najua hata mimi hiyo kama ni bangi. Alikuwa amechukua mahindi yangu kwa nyumba, kaenda akaficha kwa msituni. Hiyo mahindi nikagundua baadaye. Kamuuliza mahindi yangu yenye ulitoa kwa nyumba ulichukua wapi? Akanificha, akaniambia sikuchukua mahindi. Baadaye vile nilipiga yeye slap moja, akaniambia mahindi nilichukua, tena fanya chenye unataka. Kamuuliza kumbe ndio umefikia hapo? Akakimbia nje akatoa slice yenye ilikuwa hapo. Kaanza kukatakata mlango hapa. Ananiambia atanikatakata na anisike. Kauliza kumbe umefikia hapo? Kaenda polisi nikaripoti. Polisi wakakuja wakamchukua kesho yake. Kaenda akafanyiwa upelelezi, akasema anafutanga bangi. Kamuuliza hiyo bangi anatoa wapi? Akasema huwa anapewa na marafiki zake. Hapo akauliza uko ready kuenda shule? Akasema hii bangi umeshafuta muda gani? Akasema ni saa hii tu vile nilikuja hii holiday. Kaniambia sasa huyo achafuta bangi sana, msamee tu arudi shule, usikasirike tu ukose kulipa. Hapo polisi akamtengenezea register, kaambia wakienda kila asubuhi amaki. Kaenda akamaki akamaliza. Mimi nikampanga akaenda shule. Hapo ndio nilirealize kumbe anafuta bangi. So uliripoti kwa maybe area chief ama mahali popote? Niliripoti polisi. Na area chief maybe uliongea naye? Sikuongea naye. Wanakijiji wamewahi kuja wakuelezea kwamba mtoto wako tumemwona mahali fulani akifuta bangi, vitu kama hizo? Mimi hakuna mwenye amenieleza. Ulisema ulipigia ndugu yako simu ukamwambia kuja aongeleshe mtoto. Ulikuwa umempigia kuja muongeleshe ama kuja muadhibu? Discipline. Nilikuwa nimemuuliza siku yenye ilikuwa ya Sunday usiku. Ndio nilimuuliza dawa mliambiwa amese mara ngapi na awache mara ngapi. Akaniambiwa tu kuambiwa maneno ya kuacha, tuliambiwa maneno ya kumesa. Kaambia sawa basi amewacha, wakaongea na yeye simu hawakuelewana. Tukanyamaza. Sasa hii Monday mimi sikumpigia simu eti kuja, alinipigia tu simu akaniuliza uko? Kaambia umetoka? Nikaambia ndio nimetoka lakini si mbali sana. Kaniambia nilikuwa nataka nikuje niongee na Brayo.
Thursday itafika nirudishe dawa ama nirudishe mtu. Nikaambia sasa itabidi ukuje uongee na yeye, wewe ndio ulikuwa na yeye kwa Nyamira. Wakati alifika hapa alichapa huyo mtoto ama waliongea tu na wakamaliza? Waliingia ndani kwa nyumba ndio akaniambia muite. Mimi mwenyewe ndio nilimuita akiwa akioza vyombo. Vile alikuwa anaoza vyombo akawacha akakuja. Kufika kwa nyumba akasalimia hao mandugu zangu. Hao mandugu zangu huyo ndugu yangu sasa mwenye alikuwa amemchukua kliniki. Akamuuliza, "Dawa umemeza mara ngapi tangu tukuje?" Akasema ni mara 4. Na hizi zingine akasema hapana, sijameza. Akamuuliza kwa nini? Dawa inanipeleka kisungusungu. Akamwambia sasa kama inakupeleka kisungusungu ni ajabu utumie bora pangi ishe. Akasema hapana. So hawakumchapa? Sasa hawakuwa wamemchapa. Na labda sijui kama wewe umeona picha fulani kwa mtandao ambapo kuna mtoto anaonekana amelala chini na amefungwa mikono kwenda nyuma. Unaweza kuwa umeona hiyo picha? Sijaiona juu sina simu kubwa. Na hao mandugu zako hawakufunga huyu mtoto mikono? Hakuna mwenye alimfunga mkono. So hawakumfunga mikono na hawakumchapa? Mniuliza eti kuna ndugu yangu alimfunga, hakuna mwenye alimfunga. So hakufungwa na hakuchapwa? Kuchapwa ni ile walipigana kwa nyumba. Vile walikuwa wanapigana kwa nyumba. Hakumchapa. Ni ile tu walikuwa wanataka kupigana hapo kwa nyumba hapo kwa hiyo floor tu. Ndio ndugu yangu akamwambia imefikia unanisika sati. Akamwambia wewe ni mtoto mwenye nilikulea. Lakini kama imefikia hapo tuheshimiane. Nisikuje kuamswa tena. Itipura yako kwa mtaro. Kuja enda leta, kuja enda somba Nyamira. Kuanzia saa hii ujipange mwenye atakupeleka hospitali. Labda baba ya Brian na Baba Brian hayuko. Okay. So mami tuseme in short wewe kama mzazi umesema Brian alikunywa sumu. Mimi si kusema eti alikunywa. Sasa uliingia kwa nyumba. Vile tuliingia tu ndio tumepata hiyo chupa iko hapo. Vile iko hapo, Shirani akaniuliza hii chupa ni ya nani? Akamwambia hii ni dawa ya termites. Akaniuliza ilikuwa kwa nyumba, nikamwambia tulikuwa tumetumia na huwa tunatumia kila siku kwa hiyo termites. Ilikuwa imepaki ndani ilikuwa. So wewe hujasema Brian alikunywa sumu. Wewe kwa mtazamo wako unaona ni nini iliua huyu mtoto? Uchi mimi ndio nilitengeneza. Tukakunywa pamoja, nikakunywa yangu, akaniambia unipe yangu. Nikampea. Nikamwachia hapo, nikaenda. Lakini uchi ya chioni ilikuwa inanuka hiyo dawa. Na mami waza nikurudishe nyuma kidogo. Kuna mahali umesema Brian alianguka akaangukia hii mawe. Wakati aliangukia hii mawe, ni kusema walikuwa wanafurutana na ango zake. Alafu wakati alianguka hapa, wewe uliona kana kwamba ameumia mahali popote yenye ingefanya tusema alikuwa na internal bleeding. Internal bleeding ilikuwa kwa mguu ni hii mawe yenye aliangukia hapa. Vile alikuwa anakuja kutoka kwa mbio na kutoka kwa nyumba na mbio akaanguka hapa kwa hii mawe. So Amalie tango kuchasi banya ngaunya mongo. Situnza. Mwina. Brian oyo. Timaiti yani wongo mruko mujukuru. Nani wongo sinyuzana yani kukwana na plan yani nashindwa. Wetera Brian yani ukwaye. Brian mama mwabo waje sasa sema tu ukweli. Mama yake waje aseme ukweli. Naona waje mama aseme ukweli. Vile aliita mandugu zake wakakuja tu hapa kaanza kuchapa Ilikuwa kitu kama saa 12
Hii mtoto aliuawa kitu kama saa 12:30 Jioni. ya asubuhi. Sasa nilikuja tu kwa anti yangu pale nikamleta nini matunda pale. Anti akaniambia huyu nani naita nina kitu mroka Teresa ameita mandugu zake wamechapa mtoto mpaka amesimika. Nikashindwa. Hata mimi nilikuwa tu kazi tu hapo, nilikuwa ni kazi nyingine tu hapo. Nikaambia anti, sasa wacha mimi niende kazi, alafu mimi ndo. Sasa hii wacha sisi tuseme ukweli, na hii ni nani huyu? Atuambie ukweli vile walianza, walimalizia wapi? Sisi ndio watu wa kijiji hapa. Na hapa ni kwetu hapa. Hapa ndio kwangu hapa. Asema ukweli, tumwachilie vile mlikuja tu hapa ama wewe. Nani tigama mama mwabo oyo atotebiye nakiarangeretie abamura bamwabo bakacha goita omwana oyo natoigete nyomba tukamana konyora omwana oyo igareire nyomba nani njo muntu omotang'ani goika kanya abantu nabarensa baichirensa kasoa nyomba nechianga chianga chiria chifu no alinge nyumba. Wacha sema ukweli. Sema ukweli ikutoa nini kishushuini. Wewe. Wacha mambo mingi. Msaidi mwaro lile vicheli ro mtandao. Tumeona. Hiyo picha ni ya huyu mtoto. Iko wapi hiyo? Picha lero mwana begitego tire machani gasibira maubuchi maganere. Igasibire ga tata atingire ga atinge paka magoka. Elimu amanyore tari iribure na batingire. Bamusibolete bono. Bamusibolete. Tukamakanya mwana ani chingwali chimotinge takweli kweli. Bakamusubura. Tukamakanya kwenda bokombe gabo bakege chiko. Igabanta bwe nande stiri waje komutinde kabale ge chinse chibutuko. Onyandiri tomanya banya gichichi hapa. Watu wale wote wangewawa. Wacha mambo mingi. Kwa majina mimi naitwa Charles Nyamongo. Hapa ndio nyumbani. Huyu mwanamke anaitwa Teresa, ni kwa ndugu yangu amenunua mwenye ananifuata kutoka nyuma. Vile Brian alikufa, kabla Brian hajakufa, kabla Brian hajakufa, tulikutana na yeye asubuhi nikitoka kwangu huko jini, nikienda kwa barabara. Tukakutana huko, akienda barabara nikamuuliza, "Brayo, unaenda wapi?" Brayo akaniambia, "Kuna kitu nataka kuleta." Nikamuuliza, "Unaenda town?" Akaniambia, "Siendi town, kuna kitu nataka kuleta kutoka kwa barabara, nirudi nyumbani." Mimi nikaenda kazi. Ilikuwa kitu kama saa 1. Sasa harakati nilienda kazi, nilitoka kitu kama saa 9. Fika hapa nyumbani nikapata watu wanaongea, Brian amechapwa, mango zake mama yake aliita mango zake wawili wamekuja huko wamemtandika sana. Brian alichapwa mpaka hakujiweza, wakamweka kwa nyumba. Mimi nikarudi kwa barabara niende kutafuta mahali nilikuwa naenda kutafuta pesa. Kufika Ikonge town. Nikasikia simu ikiitana. Nikichukua simu nikaambiwa kuna nduru imepigwa kutoka kwenu hapo. Sijui nini imefanyika huko. Nikasema acha nipigie mama yangu nimuulize nini. Nikapigia mama yangu tu kuelewana naye kwa simu. Sasa nikaona kuna mtu mwenye yako karibu, kuna mtoto wa dada yangu.
Nikampigia simu nikamuuliza ni nini iko hapo, nikasikia ni makelele na yapi. Akaniambia Brian amekufa. Sasa kukuja kutoka Ikonge nikafika hapa nikapata chifu amefika na maaskari wamekuja. Tulikuwa na hasira kubwa sana. Hata saa hii mama vile anaongea tunasikianga kama ni kitu kingine kinatusukuma, lakini sasa ngoja tu Mungu atusaidie. Tusichukue masetani kwa mikononi zetu. Brian aliuawa kitu kama saa 5. Wakaweka kwa nyumba. Hii masaa yote Brian alikuwa kwa nyumba. Wakati nduru ilipigwa kitu kama saa 2 ya usiku, Brian tulikuja tukapata Brian alikuwa amefungwa miguu, kamba imemnanza kwa miguu, mikono. Brian yako na damu kwa mguu, ni kama mguu ilikuwa imefunjika. Na alikuwa amekufa, sasa damu imekandana. Brian sasa amekuwa ni kama alikufa siku 2 imepita. Si mtu alipigwa nduru alikufa saa hiyo. Huyu mama na mandugu zake ndio waliua Brian. Na Brian yako kuwa mtu wa kuongea na mtu, hata kukusalimia tu, mkiangalia na yeye tu ndiye atakusalimia, ni mpole. Na si mtu mwenye vile anaeleza ati watasafurutana na mandugu zake. Na mandugu zake ni watu wako na nguvu, ni watu wanaona hawezi zisindana na Brian, ni kitu kidogo sana. Hata mimi peke yangu hawezi kunisinda kwa mikono yangu hata Teresa. Hiyo sasa story yenye anaeleza ni ile inaleta uchungu kwa roho yetu mpaka tunasikia mbaya sana. Huyu mama waje aeleze mzuri, waje asisema ati mandugu zake hawakupiga Brian. Na hiyo Brian hajawahi patikana na bangi. Brian hatujawahi sikia kesi yake tangu akuje naye hapa anunue samba hapa Brian akiwa mdogo. Hatujawahi sikia mtoto hata wamepigana na mwingine ama wamegombana na mtoto mwingine. Yeye ni rafiki ya kila mtoto. Awe mdogo, awe mkubwa, awe mtu mkubwa, ni mtu mwenye yako na heshima. Kila mtu anasema ni anko. Anko ajui anko ni nani na cousin yangu ni nani. Akiona wewe ni mtu mkubwa ni anko, ni auntie. Ni mtu mwenye yako na heshima. Akicheka anacheka tu pole pole. Huwezi jua kama amecheka. Anacheka tu kiupole. Brian hana maneno. Sasa waje tu aseme Kenya ametoa Brian kama sacrifice, sijui nini. Sijui nini ametoa yeye huyo Brian mpaka kufa. Hata sisi tuko na mauchungu sana. Hata siku hiyo tulifika hapa, kama hatukupata maaskari wako hapa, sijui kama huyu mama ako wapi. Saa hii angekuwa wapi? Wacha atuambie ukweli kwenye kijiji, tujue ukweli ni nini. Kama amemtoa mtoto wake, aseme mtoto wangu nimemtoa kama sadaka kwa sababu fulani na fulani. Uliko kutanganya maneno mingi ati mtoto yangu ametolewa shule, sijui alikunywa pangi, alianza mwaka gani. Huyo mtoto amesoma miaka yote, hakukuwa na maneno. Hata tumeaienda na yeye mpaka kwa shule akiwa Nyakeminja. Akisoma huko, tulienda visiting huko tukaona mtoto. Hakukuwa na maneno. Unajua kusoma, soma hii pale. Huyu wakati tulikuja sasa, kitu yenye tulipata ya kusangaza sana, Brian amekufa na amemwagiliwa dawa. Ati alikunywa sumu. Kwa kitanda. Kitu yenye ilikuwa inanuka kwa nyumba ni sumu. Sasa Brian hakukuwa na story na mtu. Brian alikuwa mtu mungwana. Brian ni mtoto mpole. Sasa mama kama amemtoa kama sadaka, yeye ndiye ataweza kuambia kijiji, mimi nilitoa mtoto wangu kama sadaka. Ndio kijiji tuamue tutafanyia nini ama tutafanya nini. Kwa sababu vile unaona anaongea akisindana na sisi tuko na mauchungu, hata kama mtoto ni waka yenye alisaa, hata sisi hata tuko na watoto. Tunasikianga yule uchungu hata kama ingekuwa ni wangu. Saa hii ameua huyu, tena atakuja kuua mwingine ama auniue ama aue mtoto mwingine. Kwa sababu kisa yenye amefanya hapa haijawahi fanyika hapa tangu miaka yote, tangu nikue vile nimefika hivi. Sijawahi mtu nikiona mtu ameua mtoto wake. Na mimi ni kwa majina ni James Otori. Mimi mkaaji wa hapa. Kwetu ni hapa chini tu mwenye kijiji. Mimi jenya naomba huyu mama waje asimame aseme ukweli bila aliua mtoto. Sababu maneno mingi ya kudanganya hakuna. Wana kijiji tuko na hasira. Hili jambo ni jambo mbaya sana. Tunatuharibia jina. Na cha muhimu zaidi, wacha atuletea hao ndugu zake wenye waliua mtoto hapa. Wacha atuletea hao ndugu zake wenye waliua mtoto hapa. Ndio wasimame hapa watuambie vile walifanya mambo yao. Ndio roho zetu siritike. Na jambo ingine, amesema mtoto alikuwa anafuta bangi. Hatujui hii sheria imetoka wapi ya kuua watoto ati wamefuta bangi. Kama serikali imepitisha hii sheria ati watoto wenye wanafuta bangi wauawe, basi hapo tutatosheka. Fancy Alisa. Mimi kwa majina ni Fancy Alisa. Hapa ni nyumbani. Hata na sina kitu ya kuongea maana shauri ona mtu akiua mtoto yake. Sina maneno mingi. Ile kitu rahisi, huyu mama
alete hiyo ndugu zake hapa, waeleze vile walifanya mtoto. Kama walete hiyo ndugu zake, mahali ndugu zake wako, hiyo mtoto aende azike mtoto huko. Mtoto hata siku hapa, kama hiyo ndugu zake hawajafika hapa, hawezi sema ati pangi, ati pomba alienda shule. Hiyo ni atiti. Hiyo mambo ya punwasi achana naye. Alete mandugu zake wakuja hapa tukae, tuongee, hata sisi tulitike roho yetu. Lakini kusema ati mtoto amekunywa pangi mpaka, kwani nani amesema mtu wao akikunywa pangi? Kazi ya serikali nini? Kama sio pangi, serikali ingekuwa. Kama sio uhalifu, serikali itakuwa. Lazima uhalifu ikue ndio serikali ikuweko. Maana uhalifu ikosa itakuwa ikifanya nini? Lazima watu wakuwe wahalifu na watu wazuri ndio serikali ifanye kazi. Uwezi sema hata sijui niongea nini. Nimalizie alete mandugu zake atueleze ndio tuongee mambo ya kusika mtoto hapa. Lakini kama si hivyo, aenda asike mahali hiyo mandugu zake walienda. Mimi kwa majina ni Agnes Mongina Omwenga. Mimi ni jirani ya Teresa ambaye tuko na yeye karibu kwangu, ni hapa karibu. Ilifika jioni nimepika ugali, akaniita, Agnes, nimepea Chiweli ugali apelekee Brayo, lakini amepata mlango kwa ndani umefungwa. Dirisha ya juu iko wazi. Nikatoka, nikakuja, nikaenda, tukapita huko nyuma kwa dirisha. Kufika kwa dirisha, akasema dirisha hii ni ndogo. Nisikie simu, nimulikie kwenda ndani, nipite, niende kufungua mlango. Mimi nikasimama kwa dirisha, akapita ndani, akafungua mlango. Kupita ndani huko kwa dirisha, nikapata Brayo ako kwa kitanda. Nikamuuliza, na hii inanuka hapa ni nini? Akaniambia chenye kitu kinanuka ni dawa ya hii termites. Arafu na kuna kikombe kilikuwa chini. Sijui ni uji hiyo yenye amesema ilikuwa ndani. Nikagusa yule mtoto. Sababu tunapenda yule mtoto kama mtoto wangu. Yule mtoto ukimuita ni mtoto mtulivu tena ni mpole. Nikasikia uchungu, si kurudia huko. Nikatoka chini sababu tunaishi na yeye karibu, tuko wawili na mwingine ako juu. Arafu nikatoka nje, nikaita yule wa juu nikamwambia, Kibaki kuja tusaidiane na wewe ili watu wakuja hapa wafanye nini? Wasaidie. Tafadhali huyu mtoto alikufa kifo cha ujungu sababu alikuwa na damu kwa miguu. Alikuwa hapa ukiangalia ni vile amesema alikuwa anaangukia hapa hii mawe. Sisi tunatoka asubuhi, hii mji hii boma inakaa tu pekee. Pengine walikuja mapema, hatujui nini ilitendeka, lakini Mungu aliye juu anajua. Brayo ameenda. Pengine mami, before umalize nikuulize swali moja. Wewe kama mama mzazi, unajua sometimes wa mama tunajaribu kutetea watoto wetu. Wewe vile mmegrow hii kijiji, unamjua aje Brian? Umewahi sikia kwamba amepatikana akifuta bangi ama amekuwa na tabia mbaya ile mnaweza sema usikae na mtoto wa fulani? Huyu Brayo ni mpole. Vile unasikia hao wote wanalia, huyu Brayo ni mpole. Lakini watoto wakiingia university, college, hata secondary, wataweza ingia na grupu mbaya. Umeona? Sasa hiyo watoto wanahitaji guidance and counseling. Ndio sababu nitaweza shindwa kusaidia mtoto wangu, lakini jirani mwingine ama mama mwingine atasaidia mtoto. Umeona? Hata utatafuta hata pasta, ataombea mtoto atakuja na badilika na kuwa mzuri. Sasa Brayo ameenda, wacha Mungu amnemishe. Before umalize, wewe kama mama mzazi, ni jambo lipi unaweza ambia wazazi ambao pengine wako na fikra kama hiyo, mtoto wangu amenishinda, nataka nitafute mtu amchape ama nimpeleke police station? Maoni yako kama mzazi? Maoni yangu kama mzazi, mtoto akikuwa ameingia kwa grupu mbaya ama ameanza kufuta bangi, lazima uchukue hatua. Kama amekushinda wewe kama mzazi, angalia mtu wa kusaidia huyu mtoto. Usichukue hatua wewe peke yako upige mpaka umise. Ila tu mtu mwingine ataweza saidia mtoto wako. Hiyo tu.